Mmeona athari tunayopata kwenye madaraja yetu. Sababu kubwa ya athari ni kwamba maji yanakuwa mengi, yana overflow kwenye madaraja. Lakini sababu nyingine ya pili, wale wanaofanya shughuli za kilimo wanasababisha udongo kuondoka kwenda kwenye madaraja na kuziba hii midomo hii. Na la tatu, madaraja yanachimbika kwa sababu tunafanya shughuli za kilimo mpaka kwenye daraja. Angalia kama huyu hapa. Yaani yule ameenda kulima kwenye daraja, ule udongo utatoka utakuja hapa, pataanza kujichimba wapi? Chini. Pakichimba chini, kesho hili daraja hili litaondoka. Likiondoka hili daraja tutaanza kuisema tena serikali, ila tumemwacha mtu ameenda pale amelima. Kwa mwenyekiti, ni marufuku kwa shughuli zozote za kilimo hapa kwenye hili bonde hapa. Leo hii na mimi nakesha hapa mpaka panakamilika, ili wenzetu wataalamu watakapokwenda kuhakikisha wanakesha wanakamilisha, na nitamtaka engineer kuhakikisha kuleta grade angalau hapa sehemu hapa papitiki hapa juu pote vizuri. Wakati engineer anafanya haya, sisi jukumu letu ni kuwakataza wote wanaofanya shughuli hizi hapa. Sisi kama serikali tunaenda kutekeleza wajibu wetu, na wananchi na wao wafanye wajibu wao wa kuhakikisha tunaenda kuyatunza mabonde haya. Hatutakiwi kufanya shughuli zozote kwenye haya mabonde, tunaathiri. Tumeambiwa mita 60 shughuli zozote. Sasa utakapoacha watu walime kwenye mabonde, ndio ile unatengeneza athari. Baadaye unakuja kuziba. Sasa leo hii maji huku watu wanayakimbiza huku maji, kwa sababu wanafanyaje? Wanayalima, wanayapeleka maji upande mmoja. Kila mtu anakusanya maji anapeleka huku, akipata maji anapeleka huku. Sasa maji yakienda huku yanaathiri. Tumeelewana ndugu zangu? Kwenye swala hili na mimi leo nipo. Tuhakikishe kwamba hapa panapitika vizuri na tupate suluhisho la kudumu. Moja ya suluhisho la kudumu ni marufuku shughuli zote hizi hapa. Sawa mwenyekiti? Moja ya suluhisho la DC ni kwamba hao watu waache kufanyaje? Kulima. La pili, hapa papitike. La tatu, sisi kama serikali kama TARURA tutakuja kutengeneza hii sehemu ili iwe inapitika kwa urahisi. Yaani kutoka pale mwanzo hapo mpaka tunapofika pale mwisho papitike vizuri. Na haya mashimo tutakuja kufanyaje? Kuyaweka sawa.